Wakati huu wa sasa ni wakati wa kusisimua mno kwa wote wenye uhai. Watawala na viongozi wa siasa, watu wanaovikalia vyeo vyenye dhamana na mamlaka, wanaume na wanawake wanaotafakari sana wa tabaka zote, mawazo yao yamekaza juu ya matukio yanayotokea kutuzunguka. Wanaangalia uhusiano uliopo miongoni mwa mataifa, wanachunguza nguvu inayoingia kati ya kila kitu cha asili, yaani ardhi, hewa, moto na maji. Nao natambua ya kwamba jambo fulani kubwa na la kukata maneno li karibu kutokea, ya kwamba ulimwengu huu umefika ukingoni mwa hatari kubwa sana. Ulimwengu wetu huu uko mwisho. Hivyo wakuu wa dunia hii wanaelewa ya kwamba kuna kitu fulani kinakwenda kutendeka, na hivyo macho yao yote yamekazwa kutazama matukio yanaendelea. Macho yao yote yamekazwa kutazama vile vinavyotokea katika ulimwengu, ili kusudi waweze kugundua kama kuna jambo lolote wanaweza kulipata. Lakini kalamu ya uvuvio katika maandiko matakatifu inaeleza wazi kwenye kitabu cha Mathayo sura 24. Kwenye kitabu cha Mathayo sura 24 iko wazi ya kwamba tuko mwisho kabisa mwa dalili za mwisho za ujio wa Kristo, na Kristo aliyazungumza yote haya kwenye kitabu cha Mathayo sura 24, kwamba kwenye ule mstari wa 15, hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Kitabu cha Danieli ambacho Yesu alikuwa ananukuu kilizungumza kuhusu habari ya kusimikwa kwa chukizo la uharibifu, na hii mara ya kwanza liliwekwa mwaka wa 70 AD wakati Wayahudi walipozingirwa na Titus. Lakini wakati wa mwisho tutaona dalili za sheria Jumapili. Tutatambua ya kwamba wakati huu ambao umezungumzwa basi ukaribu, na watu wa Mungu watapaswa wafanye makimbilio na waweze kujiandaa kiroho na kimwili kwa ajili ya kumlaki Kristo anapokuja mara ya pili katika mawingu ya mbinguni. Hivyo wakuu wa dunia hii wanajua kuna jambo fulani linakwenda kutendeka, na watoto wa Mungu nao lazima waelewe ya kwamba kuna jambo fulani ambalo linakwenda kuikumba hii dunia. Hivyo inapaswa watu waweze kuandaliwa, waweze kuwa tayari, kwa sababu tukikutwa hatujawa tayari katika wakati huo hatuwezi kuandaliwa. Hivyo mjumbe wa Mungu kwenye education anatuambia wazi ya kwamba wakati wa sasa ni wakati wa kusisimua mno kwa wote wenye uhai. Wote wenye uhai wanasisimuka wanapoona matukio yanayoendelea kutendeka katika huu ulimwengu ambao kwa kweli uko mwisho kabisa mwa historia yake. Na katika headline hapo kuna taarifa inayosema kwamba Trump aamuru jeshi la wanamaji la Marekani kuzuia mlango bahari wa Hormuz baada ya kushindwa kukubaliana na Irani kwenye nyuklia. Tunafahamu kuna pause ya takriban wiki 2, na wakati wanajadili makubaliano na mustakabali wao walisema kwamba Irani azuie kutengenezwa kwa nyuklia. Sasa Irani naye amekataa, na Trump amesema kwamba atatuma wanajeshi wa maji kusudi waweze kuzuia kila meli ambayo itaingia katika mlango wa Hormuz. Hii ni dalili mbaya mno kwa uchumi wa dunia, na tukumbuke ya kwamba hawa watu wanacheza mchezo ambao utawaingiza watu kwenye sheria Jumapili. Haya ndiyo ambayo yanalenga kuandaa watu kwa ajili ya sheria Jumapili, na watu wa Mungu wanapaswa kuwa tayari, kwa sababu wakati unaokuja si wakati wa kawaida. Ni wakati mgumu ambao kwa kweli kama hatutaweza kunyenyekea miguuni pa Kristo, tutafikia wakati huo pasipokuwa tayari, na Mungu anahitaji watoto wake wawe tayari kabisa. Hivyo movement ambayo tunaiona ambayo inaenda kuifanya Marekani kuwa kubwa tena, MAGA, Make America Great Again, ni movement ambayo waasisi wake ni mawakala wa Vatican. Na kituo kinachofuata tunafahamu ni cyber attack. Tumsikilize mjumbe wa shetani Klaus Schwab akizungumza wazi ya kwamba the next itakuwa ni cyber attack. Na haya yote ambayo yanatendeka ni lazima watu yawaandae kwa ajili ya digital currency, ni lazima yawaandae watu kwa ajili ya fedha ya pamoja, lazima yawaandae watu kwa ajili ya alama ya mnyama, lazima waandae watu kwa ajili ya system nzima ya mnyama ambayo haiwezi kutendeka kabla watu hawajawekwa na kufungwa
matita. Hivyo Klaus Schwab anakizungumza kila ambacho kinapangwa. Huu ni mjumbe wa shetani. Msikilize anachokisema. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Na huyu Klaus Schwab ni mjumbe wa shetani kweli kweli, maana ndiye alikuwa manager au alikuwa kiongozi wa Economic World Forum, na mipango yao yote inasukwa kuwafanya watu waweze kupokea alama mnyama. Hawezi wakaleta mfumo wa shetani pasipo kuingiza watu katika cyber attack. Hawezi kuleta mfumo wa shetani pasipo kuingiza watu katika fedha ya mtandao. Na kitakacholeta fedha mtandao iweze kukubaliwa ni baada ya mitandao kuzimwa na watu kuruhusiwa tena kuingia au kuingeji kwenye business na biashara mpaka wao wamejiandikisha. Hivyo kinachofuata ni cyber attack. Baada ya kuwa wamefanikiwa katika COVID-19 kwa kiasi fulani, bado move yao ni kuwafanya watu waweze kuwa controlled. Kwa hivyo wanahitaji watu kwa control, na wanachokitaka kwa watu ni kuwafanya watu wawe connected na system zao. Kumbuka mjumbe huyu wa shetani aliwahi kuzungumza wazi ya kwamba kufikia 2030 ni lazima watu wasimiliki kitu lakini wawe na furaha. Na wanapanga pia kufikia 2030 wawe wameshaanzisha zile smart city, ya kwamba mtu hataweza kuingia kwenye smart city pasipokuwa connected na agenda zao hizi za CBDC. Hivyo tujue kwamba tuko mwisho kabisa mwa kufunga kwa historia ya ulimwengu, na Kristo alizungumza kwenye kitabu cha Mathayo 24 kwamba tutakapoliona chukizo hili la uharibifu limesimama katika patakatifu, basi asomae na afahamu. Hivyo watu wa Mungu wanaosoma na waweze kufahamu. Lakini kadri mambo haya yanaendelea katika ulimwengu, tulitegemea kanisa liweze kuamka na liweze kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Lakini kadri dalili hizi zinasonga kwenda mbele, bado hatuoni kama kuna uhai ndani ya kanisa, na watu wanatiwa moyo na kuhimizwa kwenye maburudisho na mambo ambayo hayafai kabisa kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Tumesema kituo kinachofuata ni cyber attack. Lakini je, ndani ya kanisa tumeandaliwa? Tazama hii video uone kile ambacho kinaendelea ndani ya kanisa na kile ambacho mnyama anakiandaa. Je, kuna mvua ndani ya kanisa? Je, ndani ya kanisa la Mungu mvua ya masika itamwagwa? Na kama alivyosema Elia Mtishibi, hakutakuwa na mvua ndani ya miaka 3. Tazama kinachoendelea. Tunamshukuru Mungu, kanisa la Kinyerezi leo tulikuwa na mechi kati ya mabachela na watu waliooa. Tumecheza katika viwanja vya Kinyerezi na matokeo yamekuwa goli 4-4. Lengo la michezo hii ni kuleta vijana na wazee kwa pamoja. Uongozi wa kanisa kushuka na kuwa pamoja na washiriki, alafu tuinjilishe. Tukiwatuma vijana kufanya kazi wataenda, maana sasa tuko nao pamoja. Lakini lengo pia ni kutangaza kanisa katika maeneo haya ya Kinyerezi. Mungu atubariki, na michezo imeleta furaha sana, kwa sababu wazee wa kanisa, mchungaji wanapokuwa wanacheza pamoja na vijana inaleta ukaribu. Kwa tunapoelekezana kwenye mambo ya kiinjili yanapokewa vizuri. Kwa Mungu aendelee kutubariki. Asante. Na huyu ni kiongozi wa kanisa la Waadventista mtaa fulani, na yeye anahimiza maburudisho ambayo kwa kweli roho ya nabii imekataa, ya kwamba kupitia maburudisho hayo yanaweza kusogeza, kulitambulisha kanisa, basi na kuwafanya waumini walipende kanisa na kusukuma mbele injili. Je, tunapofanya mambo ambayo ulimwengu unayafanya kwa ajili injili,
Tunapatana na Mungu au ndio tunampoteza, au ndio tunamwondoa roho wa Mungu katika kanisa? Tutambue wazi ya kwamba hakuna mashikano kati ya giza pamoja na nuru. Haya ambayo yanaendelea leo ni dhahiri wazi ya kwamba ndani ya kanisa kuna ukame, ndani ya kanisa hakuna mvua ya vuli, na hivyo hatuwezi kupokea mvua ya masika kwa mfumo huu unaoendelea. Hii ni dhahiri wazi ya kwamba tuko mwisho, na kama Elia Mtishibi nazungumza wazi ya kwamba hakutakuwa na mvua, hakutakuwa na mvua ya vuli, hakutakuwa na mvua ya masika mpaka watu watakapoinua standard ya Mungu. Watakuwa wakiona mvua ikinyesha kwa watu wengine, lakini haiwezi kunyesha katika system hizi. Tumecompromise kwa muda mrefu sana, na Mungu hawezi kuvumilia. Wakati wa Ahabu, wakati Yezebeli alipokuwa anaabudu Baali na Ahabu kuingiza Israeli yote katika ibada ya Baali, tunaona kilichotendeka. Hakukuwa na mvua, na tunapoona ibada ya Baali, ibada ya mungu mke Ashtoreti, akihimizwa kwa ajili ya kusapoti kazi ya Injili, tuelewe wazi ya kwamba hakutakuwa na mvua kama Elia Mtishibi alivyozungumza. Na nina ushahidi rafiki zangu, kwa sababu sizungumze vitu ambavyo viko tu hewani. Nina ushahidi ya kwamba hii michezo inayozungumzwa iko contrary kabisa na ratiba za kimbingu, kwa sababu Mungu anafanya hiki na sisi tunafanya hiki. Haiwezekani kupatikana kwa mvua ndani ya kanisa kwa mfumo huu. Ni lazima watu binafsi, ujumbe wa Elia uwafikie watu na watu wajiandae. Na kumbuka, hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Levieni Herald ya Oktoba 1945 inazungumza wazi ya kwamba hakika hakuna hata mmoja anayejiandaa kwa ajili ya marejeo ya Yesu atakayekutwa katika sinema, disco, kumbi za mpira na kumbi za filamu, kumbi za maonyesho, kucheza na mashindano ya kamari au kuhudhuria katika michezo ya biashara. Tunawasihi kwa nguvu watu kujitenga na ushirika na ulimwengu, na hata katika fukwe za kuoga wazi. Maandiko yanazungumza wazi ya kwamba ni lazima watu wajitenge na ushirika wa ulimwengu, lakini sisi tunahimiza watu waendelee kushikamana na ulimwengu. Vitu ambavyo ulimwengu unavishabikia na kuvipenda ndivyo ambavyo pia watu wa Mungu pia nao navipenda. Hata viongozi, damu zitadaiwa mikononi mwa watu. Hivyo watu ni lazima waonywe na kuambiwa kwamba tuko mwisho kabisa, na huu ni wakati wa kuokoa nyaraka muhimu. Huu ni wakati wa kumtafuta Mungu mtu binafsi, kwa sababu Sanhedrin pamoja na Masadukayo hawawezi kutuandaa kumpokea Kristo anapokuja mara ya pili. Lakini pia mjumbe wa Mungu anaendelea kuzungumza wazi katika maandiko yafuatayo. Education ukurasa wa 127 paragrafu ya 3, nabii wa Mungu anazidi kueleza hizi burudani ambazo leo zinahimizwa ndani ya kanisa kwamba hazipatani kamwe na urejeshwaji wa kweli, hazipatani kamwe na uchaji wa Mungu wa kweli. Ni kucompromise na kuwafanya watu wapokee alama ya mnyama. Tunashuhudia matukio ambayo inaeleza wazi ya kwamba tuko mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu, lakini bado tunazidi kucompromise. Hakutakuwa na mvua kama Elia Gilead alivyozungumza. Nasema baadhi ya burudani maarufu kama vile mpira wa miguu na ndondi zimekuwa shule za ukatili. Wanaendeleza sifa sawa na michezo ya Roma ya kale, upendo wa kutawala, kiburi kwa kutumia nguvu za kikatili, kutojali maisha, na wapa vijana nguvu ya kukatisha tamaa ambayo ni ya kukisha. True Education ukurasa wa 127 na ile paragraph ya 3. Hivyo tunaoyafanya ni yale ambayo roho ya nabii imekataa, na sisi tunayafanya. Hakutakuwa na mvua ya masika, hakutakuwa na mvua ya masika. Tunakumbuka kisa cha Elia Mtishibi. Elia aliinuliwa wakati ambapo taifa la Israeli lilikuwa limemwacha Mungu kwa kiwango kikubwa, na Elia alikwenda kwa Ahabu akamwambia hakutakuwa na mvua. Kwenye Wafalme wa kwanza 17 mstari wa kwanza inasema, basi Elia Mtishibi wa wageni wa Gilead akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye linasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii,
ila kwa neno langu. Walikuwa wameshageuka na kuanza kuabudu miungu ambayo Mungu alikuwa ameikataa. Mungu Baali alikuwa anafukizwa, na tunachokiona kikitendeka ndani ya kanisa la Mungu tunapokwenda kufunga historia ya ulimwengu, tusitegemee kuona mvua ikimwagika. Tunaweza kuona mvua ikimwagika watu wengine, lakini sisi mvua isitupate, kwa sababu tunakwenda kinyume na ratiba za mbingu. Mungu anahitaji uchaji wa roho wa kweli ndani ya maisha yetu, lakini sisi nasi tunahitaji taratibu za kidunia ziweze kuongoza kanisa la Mungu. Haitawezekana kumaliza kazi kwa kizazi hiki ambacho kimekataa kutembea na Mungu. Haitawezekana kumaliza kazi. Tutaendelea na kaida za kila siku, tukitoa zaka na sadaka, tukienda makanisani, lakini yawezekana mvua inamwagwa kwa watu wengine, lakini sisi tusiweze kumwagikiwa hata kidogo. Hata kidogo haiwezekani. Ellen White kwenye Testimony to Ministers and Gospel Workers ukurasa wa 507 anazungumza wazi ya kwamba ni lazima tusipuuze neema ya mvua ya vuli. Kama tutapuuza neema ya mvua ya vuli, mvua ya masika hatutaweza kuona manyunyu ya mvua ya masika. Nabii wa Mungu anasema kama ifuatavyo: ni lazima pasiwepo na kupuuzwa kwa neema inayowakilishwa na mvua ya kwanza, yaani mvua ya masika. Ni wale tu ambao wanaishi kulingana na nuru walionayo watapokea nuru kubwa zaidi, isipokuwa kila siku tunasonga mbele katika kielelezo hai cha wema wa Kristo. Kielelezo hai cha wema wa Kristo ndipo ambapo tunaweza kuona pia udhihirisho wa Roho Mtakatifu anapomwagwa kama mvua ya masika. Hatutatambua udhihirisho wa Roho Mtakatifu katika mvua ya masika. Inaweza kuwa inaanguka kwa mioyo inayotuzunguka pande zote, lakini hatutaitambua wala kuipokea. Testimony to Ministers and Gospel Workers ukurasa wa 507. Hatutaweza kuipokea. Tunaweza kuona hii mvua ikimwagwa kwa watu wengine, lakini sisi kamwe tusione wala kuhisi manyunyu hayo kwa sababu ya kucompromise. Katika somo lililopita tumeona jinsi ambavyo makanisa mengi ya Waadventista yameabudu mungu mke, Ashtoreth, Baali kwenye sherehe za Easter. Yaani maana yake ni kwamba tunamfundisha Mungu kazi ya kwamba tutumie mbinu hizi kusudi tuweze kuwafikia watu. Mbinu hizo kamwe hazitaweza kukubalika kuandaa watu kwa ajili ya mvua ya masika. Haitawezekana. Hosea anatueleza wazi ya kwamba jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana. Wakati umewadia wa kumtafuta Bwana mtu binafsi, hata atakapokuja na kuonyeshea haki. Huu ni wakati wa kumtafuta Mungu. Rafiki zangu, kama hatutoi muda wa kumtafuta Mungu katika wakati huu, tunapoona wakuu wa dunia wakifinikiza mambo ambayo yanatupeleka katika alama ya mnyama, hakuna wakati mwingine ambao tunaweza kutumia kusimama imara. Huu ndio wakati wa kumtafuta Mungu. Huu ndio wakati wa kutafuta haki ya nani? Huu ndio wakati wa kutafuta haki ya Kristo. Hosea aliinuliwa wakati wa karne ya 8 kabla ya Kristo. Tunafahamu Hosea, Amosi, Mika, Isaya, hawa wote huitwa contemporary prophet, yaani waliinuliwa wakati mmoja. Tunakumbuka wito wao ulikuwa ni wito wa kurejesha tena Israeli katika mapatano na Mungu. Na kabla hatujaelekea mwishoni kabisa mwa kufunga kwa historia ya ulimwengu, Mungu anainua watu ili kusudi kanisa liweje kurejea tena katika standardi. Lakini nakumbuka wazi ya kwamba maonyo yalikuwa yameshatolewa na Isaya. Maonyo yalitolewa na Yeremia ya kwamba kama hawatahimiza watu kurejea kwenye ibada ya kweli ya Mungu na kuondoka kwenye ibada ya Baali, anasema wangelipelekwa utumwani Babeli. Sasa Hosea anaona ya kwamba muda umefika na bado watu wa Mungu hawana uhai. Ule muda ambao Yeremia alitabiria kwamba wangeenda utumwani sasa umefika, lakini bado hakuna uchaji wa Mungu wa kweli. Na hata sasa tunaona dalili wazi ya kwamba chukizo la uharibifu ambalo limenenwa na nabii Danieli liko karibu kusimamishwa, lakini hatuoni uhai wa roho ndani ya kanisa la Mungu, na bado watu wa Mungu wanatiwa moyo na kuhimizwa kwenye maburudisho ambayo kwa kweli hayapatani na sheria za Mungu. Hii hali itawakuta Waadventista hawajawa tayari. Otherwise mtu mmoja na mke aweze kumtafuta Mungu, lakini hatuwezi kuandaliwa na viongozi ambao wamesha compromise na wakishinikiza
kushinikiza kila ambacho kinatendeka kwenye ulimwengu, ushabiki wa mambo ambayo dunia unayafanya, hauwezi kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Haiwezekani. Kwa hiyo kina Hosea waliandaliwa wakati mmoja, na kina Amos na kina Mika na kina Isaya. Ilikuwa ni kuandaa watu kwa kila ambacho kingeliwakuta wakati Nebukadneza angelikuja kushulu. Na kama wangenyenyekea na kama wangemtafuta Mungu, basi wasingeenda utumwani. Lakini hakuna chochote ambacho kilikuwa kinawaamsha. Waliendelea na ibada zao za kumwabudu Mungu Baali. Na kama tunavyoona ndani ya kanisa la Waadventista, miziki ya dansi, kucheza, tunaona mipira, yani Mungu mke. Tunatumia injili ya Mungu mke. Tunatumia mbinu za shetani kwa ajili ya kuitambulisha kanisa. Hakika ni wazi kwamba hatutaweza kuandaliwa na watu wanaandaliwa kwa ajili ya alama ya mnyama. Otherwise watu waweze kuamka, kwa sababu huu ndio wakati ambao Mungu anatamani watoto wake aweze kumwagia mvua. Lakini ndani ya kanisa kuna ukame wa ajabu ambao ni kama wakati wa kina Elia Mtishibi. Yoeli 2 mstari wa 28 anasema kwamba hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Wakati unazungumzwa ni wakati wa mvua ya masika. Ni wakati ambapo Mungu atashusha neema yake kuandaa watu kuhubiri kilio kikuu. Lakini hatuwezi kuhubiri kilio kikuu kwa mfumo huu tunaoenda nao. Kwa kutumia mbinu za kipagani haitawezekana. Haitawezekana. Kwa kutumia mbinu za Baali haitawezekana kuandaa watu. Haitawezekana kuandaa watu. Yoeli aliinuliwa mwaka wa 301 mpaka ule mwaka wa 201 kabla Kristo. Tunafahamu ya kwamba wakati huu ni pale ambapo walikuwa sawa wameshatoka kutoka utumwani, lakini bado uhai wa roho pia napo haukuwepo. Wakati taifa la Israeli lilipoendelea kucompromise, hawakuweza kutambua kabisa dalili za nyakati za ujio wa kwanza wa Kristo. Na mpaka mwisho, nabii wa mwisho alipozungumza haya Malaki, hakukuwa na uhai. Na ilikuwa takribani miaka kama 400 na sehemu hivi Kristo azaliwe, lakini bado hakukuwa na chochote ambacho kilikuwa kinaonesha wazi ya kwamba Wayahudi walikuwa tayari kwa ujio wa Kristo. Na hili ndilo ambalo tunaliona pia ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Akina Zekaria wakaonya ya kwamba tujiandae, Wayahudi wajiandae, lakini hakuna Myahudi aliyekuwa tayari. Zekaria 10 mstari wa kwanza inasema, mwombeni Bwana mvua wakati wa masika, na Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Huu ndio wakati wa kumtafuta Mungu, rafiki zangu. Huu ndio wakati wa kuomba Bwana anyeshe mvua. Huu ndio wakati wa kuacha ibada zote za Ashtoreth, ibada zote za Baali, la sivyo Mungu hataweza kumwaga mvua. Hataweza kumwaga mvua na watu hawatamaliza kilio kikuu. Hawataweza kumaliza kilio kikuu. Mungu amekusudia ndani ya makanisa yake aweze kumwaga roho wake. Katika sherehe za makambi amekusudia aweze kumwaga roho wake. Katika mikusanyiko ya familia amekusudia aweze kumwaga roho wake. Lakini hata katika mikutano hiyo hakuna uchaji wa Mungu wa kweli. Hakutakuwa na mvua katika miaka hii ndani ya kanisa. Nabii anazungumza wazi ya kwamba tusitegemee kuona kwamba kanisa lote limeamka. Kwa hiyo huu ni wakati wa kumtafuta Mungu binafsi, rafiki yangu. Shuhuda kwa kanisa, kwa watendakazi au Testament to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 508, nabii anasema kwamba makusanyiko ya kanisa kama vile ya makambi, makusanyiko ya makanisa la nyumbani, na matukio yote ambayo juhudi ya kuongoa roho inafanyika, hizo ndizo nafasi alizoziteua Mungu kwa ajili ya kutoa mvua ya kwanza, yani mvua ya vuli na mvua ya masika. Sasa na kama tunakusanyika ili kusudi kumwabudu Mungu Baali, tusitegemee kuona mvua ikimwagika. Tusitegemee. Kama tunakusanyika kwa ajili ya kuoneshana mashindano ya kuvaa na mashindano ya kula, nyama zikichinjwa kwenye makambi,
tusitegemee kuona mvua ikimwagika. Kama tunakusanyika kwa ajili ya kushindana nani mkuu, nani mkubwa, tusitegemee kuona mvua ikimwagika. Huu ndio wakati wa kurejesha tena uchaji wa Mungu wa kweli, la sivyo haitawezekana kumwagiwa mvua ya masika. Mungu anahitaji watu kama akina Enoch. Enoka ni mfano wa wale ambao watasimama Kristo akija mara ya pili. Enoka ni mfano wa watu ambao watamuona Kristo akija mara ya pili. Na mfano na tabia ya Enoka ni kielelezo wazi ya kwamba alitembea na Mungu. Alikuwa mchaji wa kweli wa Mungu. Kitabu cha PP ukurasa wa 88 inazungumza wazi. Na nabii wa Mungu anasema kwamba tabia utaua wa nabii huyo Enoka huwakilisha hali ya utakatifu inayopaswa kufikiwa na wale wote watakaonunuliwa katika nchi wakati ule atakapokuja Kristo mara ya pili. Hivyo utakatifu kama wakina Enoka unapaswa kutafuta kwa sasa. Hatuwezi kutafuta katika michezo ya mipira ya miguu. Hatuwezi kutafuta kwa kuangalia kwenda katika sinema. Hatuwezi kutafuta kwenda katika fukwe. Hatuwezi kupata utakatifu huu kwa kula nyama katika makambi. Haiwezekani. Ni lazima pawepo uchaji wa kweli wa Mungu na kujikana nafsi. Hatuwezi kutafuta utakatifu huu kwa miziki mikubwa, miziki minene na dansi ndani ya kanisa. Haitawezekana kupata utakatifu huu. Ukurasa 37 au Matendo ya Mitume, nabii anasema kwamba mitume waliomba kwa bidii kubwa ili waweze kufaa kuonana na watu, na katika maongezi yao ya kila siku kusema maneno watakayowaleta wenye dhambi kwa Yesu. Hivyo mitume waliomba kwa bidii kubwa sana. Hivyo inapaswa pia tuwe na muda wa maombi na kumtafuta Mungu, lakini sio hicho ambacho Masadukayo na Mafarisayo nakifanya. Mikono yao imenuka damu ya watu. Mikono yao itadaiwa damu. Kristo atakapokuja mara ya pili watatoa hesabu ya jinsi ambavyo watu wamewapoteza, kwa sababu hatuwezi kutumia mbinu za shetani, mbinu za Baali kwa ajili ya kuongoa watu. Eti football, haitawezekana. Na Mungu anahitaji watu wake wakati waweze kuamka na warejeshe tumaini kwa Mungu na si kwa wachungaji ambao wamecompromise. Haitawezekana. Huu ndio wakati wa kuamka kutoka usingizini. Lakini kwa kuwa ni kanisa la Laodikia, lakini kwa sababu sisi ni uvuguvugu, hatuelewi, tunaweza kukataa na kubishia kwamba huu wakati hujafika kumtafuta Mungu, kwa sababu Laodikia yeye anajiona kwamba ni tajiri na hataki maonyo. Msikia kwenye kitabu kile cha Ufunuo 3:15 mpaka 18. Na yajua matendo yako ya kuwa huu baridi wala huu moto, ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Laodikia hafahamu tabia yake halisi. Laodikia yeye haoni haja ya kuwa baridi wala ya kuwa moto. Yaani anaona hali ya kuwa vuguvugu ndio hali nzuri. Si wachungaji, si waumini wa kila siku, hali yao ni mbaya. Hali yao ni uvuguvugu, lakini hawatambui kama wapo katika hali ya uvuguvugu. Na hata watu wanapojitokeza na kuonya hali ya hatari ambayo iko ndani ya kanisa, compromise iliyopo, maneno ni kwamba walisema kanisa. Lakini hebu kumbuka jinsi ambavyo Elia Mtishibi alivyoenda kumkemea Ahabu. Hatujafikia hata kiwango cha kulikemea kanisa kama wakati wa kina Elia Mtishibi. Hatujafikia kiwango cha kulikemea kanisa kama walivyokemea kina Mika, akina Hosea, kina Isaya, kina Yeremia. Hatujafikia kiwango hicho. Na ni kwa nini maonyo yanapotolewa watu wanabaki kusema kwamba unalisema kanisa? Kwani kanisa ni nani? Kanisa ni watu wawili au watatu wanapokusanyika, maana Kristo pia atakuwepo. Na si mfumo ambao unazidi kucompromise injili kila wakati na kutumia mbinu za shetani kwa ajili ya kuongoa watu. Haitawezekana. Na Yohana anazungumza wazi ya kwamba basi kwa sababu na uvuguvugu wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu.
maana yake hakutakuwa na mvua. Lakini Laodikia anasema kwamba yeye haoni. Anasema kwamba kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui. Yesu anamwambia na kemea kanisa hile kwamba halijui ya kwamba wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Yesu anatoa shauri kabla hatujachelewa. Na kama hatutaamka na kununua kwa Yesu dhahabu iliyosafishwa, ambayo ni tabia ya Kristo, hatutaweza kumwagiwa mvua ya masika. Kwa nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, ambayo ni haki ya Kristo. Aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho kujipaka, macho yako upate kuona. Roho Mtakatifu. Kwa sababu tunapozungumza kuhusu habari ya mambo haya, maburudisho ambayo kanisa halipaswi kuendekeza, na watu wengi wakisema kwamba mbona hakuna shida ya haya mambo yanayotendeka, ni ukosefu wa dawa ya macho ambayo inaweza kuonesha udhaifu wetu, ya kwamba hiki kitu hakipaswi compromise. Muunganiko kati ya Baali na Mungu haipaswi kuwepo. Ndio maana tunaona mambo yote ni normal, tunaona mambo yote ni kawaida, lakini Mungu anatuambia pasipo dawa ya macho hatuwezi kuona kile kinachoendelea. Ni hali ya hatari mno kwa kanisa la Laodikia kuona kwamba yuko sawa, yuko safi, lakini ili hali ya kwamba hali yake ni ngumu, hali yake inasikitisha. Na bado unasikia sauti zikisema kwamba mnalisema kanisa la Mungu vibaya. Haiwezekani kuona upofu unaendelea na waliopewa dhamana ya kuongoza watu wa Mungu wakiwaongoza katika uasi kama wa Ahabu, na bado tukaendelea kunyamaza, ili hali ya kwamba tuko mwisho. Eti kwamba tukisema hivyo ni kuwasema vibaya viongozi. Waasi hatuwezi kuacha kuwasema vibaya, kwa sababu damu ya watu itadaiwa kwetu. Hivyo haiwezekani. Haiwezekani kutumia mbinu za shetani kwa ajili ya kuongoa watu. Huu ni wito wa mwisho wa rehema kwa kanisa la Laodikia. Huu ni wito wa mwisho. Huu ni wito wa mwisho kwa wachungaji ambao wanawaongoza watu katika uasi. Haitawezekana kupokea mvua ya masika kama tuna hali mbaya kama hii. Haitawezekana kupokea mvua ya masika kama tuna hali mbaya kama hii. Hivyo wito wa Elia ni lazima usonge mbele, kuandaa watu kwa ajili ya kila ambacho kinaujia ulimwengu. Isaya anazungumza kwenye Isaya 55 mstari wa 6 kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aiache njia yake, na mtu asiye haki na aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Huu ni wito kwa kanisa la Laodikia. Huu ni wito kwa kanisa la Waadventista. Huu ni wito kwa ajili ya wachungaji ambao wanapoteza watu. Huu ni wito wa mwisho. Hatuwezi kusimama katika barabara iliyochafuliwa, na tuko mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Na hii compromise ni kwa sababu ya kukataa ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Ile miaka 1888 wakati wa kina A.T. Jonas na Wagona walipoleta ujumbe huu kwa mara ya kwanza Minneapolis, na viongozi kukataa, walimkataa Kristo milele. Hivyo ujumbe huu unapozidi kusongea tena na kuandaa watu kwa ajili ya Ufunuo sura 18 kio kikuu, watu wanapaswa kuwa tayari kwa ajili ya kupokea Kristo na haki yake. Na hii inawezekana kwa sababu Kristo akipokelewa ana uwezo wa kubadilisha kabisa maisha yetu ya dhambi. Ana uwezo wa kuondoa mioyo yetu ya mawe na kuweka mioyo ya nyama. Na hiyo mioyo ya nyama ndiyo ambayo inaweza kumsikia Kristo. Haiwezekani kwa moyo wa jiwe kumsikia Kristo. Na nasema Ellen White kwenye Unpublished Manuscript Testimonies ukurasa wa 209 anasema kwamba Yesu anaweza kuondoa mielekeo na mwelekeo wetu wa kutenda dhambi, si kwa kutupa mwili mtakatifu, bali kwa kuchukua mioyo yetu ya mawe
na kutupa asili yake ya uungu ambayo ndani yake hakuna mwelekeo wa kutenda dhambi, kusoma Petro waraka wa pili 1:4. Kristo anaondoa mielekeo ya kutenda dhambi, si kwa kubadili mwili bali kwa kubadili moyo. Mwili wenyewe hauwezi kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa mwili hauwezi kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu kama moyo wa jiwe utaondolewa. Kwa hiyo compromise ambayo leo zinaendelea ni kwa sababu moyo wa jiwe kwa watu wa Mungu upo na hawezi kusikia maonyo na mashauri ya Mungu. Haiwezekani kabisa hao watu kupokea mvua ya masika. Haitawezekana kuandaliwa kwa ajili ya kio kikuu. Na tutashuhudia mvua ya masika ikimwagwa kwa watu wengine, lakini sisi kwetu isiweze kumwagwa kabisa. Shuhuda kwa kanisa Gombo la ukurasa wa 19, nabii wa Mungu anasema kwamba ujumbe wa haki ya Kristo unapaswa kusikia kutoka nchi moja ya dunia hadi nyingine ili kuitayarisha njia ya Bwana. Huu ndio utukufu wa Mungu ambao unafunga kazi ya malaika watatu. Kwa hiyo haitawezekana kwenda kumaliza kazi eti kwa mbinu hizo, eti sijui football sijui nini na nini. Inatakiwa haki ya Kristo, uhai wa roho, watu kwa kuyaona maisha yetu yaliyobadilishwa wamuone Kristo, na si kwa kuleta ajenda za shetani ambazo zinawafanya watu wafanye mambo ambayo yafai, eti kwa kutumia mbinu hizo tuwaandae watu eti kupokea injili. Haitawezekana kwa sababu idadi kubwa ya Waadventista tumebatizwa tukiwa, tumezikwa tukiwa tuko hai. Na haiwezekani. Lazima tukubali kubatizwa ubatizo wa roho. Lakini Hillel ya Septemba 3, 1889 anasema kwamba hakuna hata mmoja kati ya 100 ambaye anaelewa kwa ajili yake mwenyewe ukweli wa Biblia juu ya somo hili, yani kuhesabiwa haki kwa imani na haki ya Kristo, ambalo ni la muhimu mno kwa ustawi wetu wa leo na wa milele. Inakosekana mvua ya vuli ndani ya kanisa, ndio maana tunashuhudia haya mapotofu. Inakosekana haki ya Kristo ndani ya watu. Kristo hayuko tena katika maisha yao. Hakuna uhai wa roho, hakuna uhai wa Roho Mtakatifu. Hatuishi kiroho tena, tunaishi kwa kaida za kila siku. Ndio maana compromise hizi zipo kila mahali. Ndio maana dansi na muziki iko ndani ya kanisa. Ndio maana football inatumiwa kama sehemu ya injili. Haiwezekani Mungu bahari atumike kwa ajili ya injili. Hakutakuwa na mvua kama alivyozungumza Elia Ntishibi. Haitawezekana. SDA Bible Commentary, lakini ipata kwenye Ellen White manuscript ukurasa wa 148, anasema kwamba kuzaliwa upya ni uzoefu adimu katika miaka hii ya dunia. Hii ndiyo sababu ni kwa nini kwamba kuna mkanganyiko mingi makanisani. Wengi sana wanaojiita kwa jina la Kristo hawajatakaswa na sio watakatifu. Wamebatizwa lakini walizikwa wangali hai, nafsi haikufa. Kwa hiyo hawakufufuka kwenye upya wa uzima katika Kristo. Kwa hiyo idadi ya watu wengi ndani ya kanisa walizikwa wakiwa hai. Walizamishwa ndani ya maji wakiwa hawajafa. Ni lazima kwanza uhai, lazima kwanza kondoo achinjwe, lazima kwanza tujitoe kafara. Ni lazima kwanza tujitoe kafara. Pasipo kujitoa kafara hatuwezi kuwa mashuhuda wa Kristo. Tutaendelea tu kufanya mambo ambayo tunayafanya leo hii, eti kupitia sport and games, kupitia 1, 2, 3, eti tupeleke injili, eti tuwatrain vijana kwa ajili ya injili, bali yatumike kwa ajili ya kueneza injili ya Mungu aliye hai. Linakosekana somo la haki kwa imani. Turejee kwenye masomo ya kina Wagona na Jonas, tuone ambavyo Mungu anashughulika dhambi yanapokuwa patakatifu. Kwa sababu hata sasa majina yameshaanza kuitwa. Majina yanaitwa. Kuna majina yanayokataliwa, kuna majina yanakubaliwa. Wakati mzambi alipokuwa akifanya dhambi, aliingia kupitia lango ambaye ni Kristo. Mzambi alipaswa kwamba kwanza ajitoe kafara, kuiacha mambo yote ya dunia. Hivyo tumeingiza watu kanisani ambao hawajaelewa hata maana ya kujitoa kafara. Na ndio maana tunabuni mbinu za kuwaongoza watu ete kupeleka injili, mbinu za kishetani, mbinu za Illuminati, mbinu za Vatican, mbinu za Rumi haziwezi kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Ni lazima ipatikane mbinu iliyo hai. Mbinu yenyewe ni ya kukubali kupokea haki ya Kristo. Mvua haitaweza kumwagwa kwa design hii. Haitawezekana kumwagwa. Mzambi alipokuwa akifika pale langoni akiona kondoo wake, cha kwanza alihuzunika kwa sababu dhambi zake zilikuwa zinamuua kondoo.
Na kama hatuna watu ambao wanahuzunika wanapofanya dhambi, wanaona mambo tu ni ya kawaida, Laodikia haoni haja ya dawa ya macho, anasema kwamba yeye mtajiri, tutegemee kuona kanisa likiendelea kwa compromise, kwa sababu lina watu ambao wanahimizwa kuja makanisani lakini hawana Kristo ndani yake. Ni lazima mchakato uendelee, lazima pepeto liendelee kusudi kuweza kupata watu walio smart kumaliza kazi. Kazi ya mwisho haitamalizwa na idadi hii ambayo ina compromise, wachache ambao watakubali kumfuata Kristo kila endako. Kwa hiyo wakati mdhambi alipokuwa akifika na akaweka dhambi zake kwa kondoo na kuchinja kwake kondoo yule, ilimpaswa kwenye akili yake a keep on mind ya kwamba dhambi zake zimemfanya wawe yule kondoo. Na kama hatuzuniki ya kwamba dhambi zetu ambazo tunazifanya zinamhuzunisha Kristo, zinamfanya Kristo arudi tena msalabani, hatutaweza kuichukia dhambi. Tutaendelea kutumia mbinu potofu, mbinu za Baali, mbinu za Ashtoreth, mungu mke, kwa ajili ya kupeleka injili. Na tutaingiza watu ambao wameingia kwa sababu ya football, wataingia ndani ya kanisa wakiwaza football, wakiwaza mambo ya ajabu. Hatutaweza kwa convert hao watu kumwelewa Kristo ni nani. Haitawezekana. Kwa hiyo uzoefu wa kuzaliwa upya kwa sasa ni mgumu sana. Unasikia wanasema kwamba mwache tu aje ndani ya kanisa, abatizwe tu, baada ya kubatizwa atamjua Kristo. Inapaswa kwamba mtu aelezwe wazi ya kwamba anapokwenda kwa Kristo ni lazima ajitoe kafara. Na kwa kujitoa kafara huko, hata kama umebatiza mtu mmoja, akiingia ndani ya kanisa ni mvuto wake unaweza kuvuta watu 1000. Sio kuingiza watu ambao hawamjui Kristo, tukielezea kwamba kwa mvuto wao watawasogeza watu zaidi, watawaongoza watu mbali na Kristo. Tuko wakati wa mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Inapaswa tuwe tayari. Lakini kama hatutahimiza watu kurejea kwenye masomo yake kwa imani na kumjua Kristo ni nani, tutazungumza kama Yeremia kwenye Yeremia 8:17 na 20 ya kwamba mavuno yamepita, wakati wa hali umekwisha, wala sisi hatukuokoka. Hatutaweza kuokoka. Haitawezekana kupokea mvua na kuandaliwa kwa ajili ya ujio wa Kristo. Muda sio mrefu Kristo atatoka kwenye chumba cha patakatifu mno na hekalu litajazwa na moshi. Hivyo hakutakuwa na fursa tena. There will be no any opportunity again kwa ajili ya kuwafanya watu wa Mungu waungame dhambi zao. Hivyo atakaposema imekwisha, it will be too late for Seventh Day Adventist. Hekalu likajazwa moshi kwenye Ufunuo 15 mstari wa 8, likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake, wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Hivyo Waadventista ambao hawatasikia maonyo wakati huu wa mwisho na kugeukia kabisa kwenye misingi ya zamani na kurejea tena katika roho ya unabii, pasipo kuwasikiliza hawa wachungaji ambao wamejaa damu mikono yao wakiwaongoza watu kwenye mbinu za shetani kwa ajili ya kuhubiri injili, kama hawataamka, maana yake ni kwamba hawataweza kumaliza kazi na watahusika kwenye mapigo 7 ya mwisho. Huu ni wakati wa kutambua wakati ulio nao. Warumi 13:11, na tukijua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia, kwa maana saa ya wokovu, kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulivyoanza kuamini. Kama ulikuwa unaamini kwamba Yesu anakuja, ilikuwa ni zamani mno. Sasa Yesu anakuja. Yesu anakuja kwa sababu dalili zote ziko wazi. Ukomo wa pambano uko karibu kukoma 2031, lakini pia dalili ya sheria ya Jumapili iko wazi. Hizi ishara hatuwezi kuziignore ya kwamba Yesu anakuja tena mara ya pili. Na Yesu alizungumza wazi ya kwamba kwa mtini tufanyaje? Kwa mtini tuweze kujifunza. Kwenye kitabu cha Mathayo 20:32 mpaka 35 ya kwamba kwa mtini tujifunze, kwamba basi kwa mtini jifunzeni mfano tawi lake likisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. Nanyi kadhalika myaonayo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Tuyaonayo hayo yanayotendeka ndani ya kanisa na kwenye ulimwengu,
tutambue kwamba yu karibu mlangoni. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapia hata hayo yote yatimie. Hatujawahi kushuhudia upotofu ndani ya kanisa kama wakati huu. Pionea hawakuwahi kutumia mbinu kama hizi za kishetani kwa ajili ya kuongoa watu. Tunapoyaona haya, tutambue kwamba Yesu yu karibu mlangoni. Lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Maneno haya yanayozungumza Yesu. Tunapoona mbinu hizi za kishetani, kizazi kinachoshuhudia mambo haya ndani ya kanisa, tujue kwamba hakitapita hata Yesu atakapokuja mara ya pili. Haitawezekana kumzuia Yesu kuja, kwa sababu kama ni hivi, tutatumia mbinu hata za kampeni kuwaleta watu ndani ya kanisa la Mungu. Na huku mbinu ambayo itawaleta kwa Mungu ni mbinu ya Kristo pekee, kuchangamana nao na kuwabadilisha, lakini si kuchangamana kwa kucompromise Injili. Mungu wetu atusaidie sana rafiki yangu. Ndio mwisho kabisa mwa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Ninapaswa watu waweze kuamka na kuandaliwa. Tuko mwisho rafiki zangu. Hivyo wakati wa mwisho huu, watu wanapaswa kusimama imara na kutazama kila ambacho hatimaye mwisho siku watatoa hesabu. Hautamlaumu mchungaji kwa sababu ya kupotea kwako. Utalaumiwa wewe kama wewe. Amka na mtafute Mungu. Ninaomba niombe tunapohitimisha somo hili, na Mungu wetu aweze kutubariki. Karibu sana rafiki yangu. Baba mwema, mwenye nguvu na mwenye utukufu, asante sana kwa upendo wako. Tumetambua wazi ya kwamba dalili za nyakati zinaonyesha wazi ya kwamba tuko mwisho. Akina Klaus Schwab, akina Trump wanapushi kuifanya Amerika kuwa kubwa tena. Lakini ndani ya kanisa la Mungu yanayoendelea ni maovu na mapotofu. Tutapataje kupona? Huu ni wito wa Elia. Huu ni wito wa Yohana Mbatizaji wa kuwarejesha tena watoto kwa wazazi wao na wazazi kwa watoto wao, ili usije kuipiga dunia kwa laana. Waadventista wanasimama kati ya uzima na mauti kuandaa watu kwa ajili ya uzima, na hawataweza kutumia mbinu za shetani kuandaa watu. Lazima watatumia mbinu za Yesu Kristo pekee. Hivyo tunapoona mbinu za kishetani zikitumika, ni wazi ya kwamba tuko mwisho. Tusaidie kuwa tayari kwa ajili ya ujio wako. Mapenzi yako atimize kwa Kristo Yesu. Amen. Rafiki zangu, Mungu atubariki sana. Tuko mwisho kabisa mwa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Dalili zote hizi zinaonyesha wazi ya kwamba hatuko mwisho na tumaini lenye baraka. Mungu atubariki sana. Maranatha.